Jukwaa la Wahariri Tanzania TEF limelaani vikali kauli ya maudhui yaliyosambazwa katika mitandao ya kijamii Oktoba 4, 2025 yakionyesha watu wanaodaiwa kuwa wanajeshi wakihamasisha Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ kujiingiza katika siasa kupitia mapinduzi. TEF imesema hatua hiyo ni hatari kwa amani ya nchi, uthabiti wa demokrasia na misingi ya kitaifa iliyojenga Tanzania tangu uhuru, ikionya kuwa hoja kama hizo zinaweza kuathiri umoja wa taifa na kuharibu taswira ya jeshi linaloaminika barani Afrika. Katika taarifa iliyosainiwa na mwenyekiti wa TEF tarehe 5 Oktoba 2025, Deodatus Balile, jukwaa hilo limepongeza uamuzi wa haraka wa JWTZ kutoa taarifa kukanusha na kukemea vikali majaribio ya kulihusisha jeshi na siasa, likinukuu sehemu ya taarifa hiyo ikisema: JWTZ inapenda kuutaarifu umma wa Watanzania kuwa inaendelea kutekeleza majukumu yake kikatiba na kwa uaminifu, utii na uhodari kwa kuzingatia kiapo chetu. TEF imekumbusha watu kuwa tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, Tanzania imekuwa na mfano wa demokrasia ya amani, huku chaguzi zikiendelea kufanyika kwa utulivu wa wananchi wakiamua viongozi wao kupitia sanduku la kura, si kwa mapinduzi. Tanzania ilijaribiwa mapinduzi mwaka 1964, mwaka 1969 na mwaka 1982, lakini kwa hekima ya viongozi na umoja wa wananchi, nchi yetu ilishinda majaribu hayo na kujenga mfumo thabiti unaotenganisha jeshi na siasa. Wanajeshi wa Tanzania hawaruhusiwi kuwa na wanachama wa vyama vya siasa. Msingi huu ndio ngao ya amani na utulivu wetu, imesema taarifa hiyo. TEF imeonya kuwa kauli za uchochezi dhidi ya jeshi ni hatari na zinavunja misingi ya taifa, ikitoa wito kwa vyama vya siasa, wananchi na watumiaji wa mitandao ya kijamii kuepuka kuzisambaza au kuzitumia kama vyanzo vya kisiasa. Vyama vya siasa navyo visikalie kimya kauli zenye mwelekeo wa uchochezi. Kila chama kinapaswa kujitenga na matamko haya kwa kuyalaani bila woga, kwa nia ya kulinda umoja, maisha na mali za watu wetu. Tanzania imejengwa juu ya misingi ya amani, umoja na mshikamano. Njia pekee ya kuendeleza uongozi ni kupitia demokrasia na ridhaa ya wananchi, imeeleza taarifa hiyo. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali. Nami ni Sport Lady, hadi wakati mwingine.